Na mpenzi mtazamaji wetu wa Lutanana Media, leo ni wakati mwingine tena tunapenda kukukaribisha katika kipindi chetu hiki cha simulizi. Na kwa siku ya leo tupo wilaya ya Kinondoni, mtaa wa Kisutu. Tumebahatika kukutana na kijana mmoja, tuseme brother, katika wilaya hii, na tunao mkasa mzito ambao aliupitia katika maisha yake. Mkasa na simulizi ambayo ni ya kusisimua, ni nzuri kuisikiliza, lakini pia ina mafunzo mengi, na yeye yupo tayari kutusimulia mwanzo hadi mwisho jinsi ilivyokuwa, mahali alizaliwa, mahali sasa yupo, anajishughulisha nini kwa wakati huu. Yote hayo ni muhimu kwa kuyafahamu, lakini kwa kifupi tu ni kwamba kwa sasa anajishughulisha na harakati za kupiga vita madawa ya kulevya, na yeye ni muasisi wa taasisi inayoitwa Mefada ambayo inapatikana hapa Kinondoni. Taasisi hii imekuwa na msaada kwa serikali yetu, na tangu isajiliwe ni mwaka mmoja sasa, na imekuwa ikiendelea kujizolea umaarufu katika jitihada hizi za mapambano ya madawa ya kulevya. Na kilichotukutanisha hapa mahususi kwa siku ya leo ni atatuelezea historia yake na namna alivyojiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Na yeye alikuwa ni mwajiriwa wa serikali kwa miaka hiyo, kwa kipindi hicho akiwa kama askari, na ilifika wakati akaweza kuachishwa kazi, lakini kwa sasa amejikita katika harakati ambazo nimekwisha kueleza. Mengi zaidi, fuatana nami ujifunze mengi, lakini usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment katika chaneli yetu. Wewe ndio mdau wetu mkuu. Okay, karibu Mr. Ambali. Asante ndugu mwandishi wa habari. Tumefurahi kufika hapa, na hapa ndio ofisini kwako bila shaka. Hapa ni ofisini kwangu, karibu sana. Tumejisikia vizuri sana, ofisi nzuri na tumefurahi pia. Kwa niaba ya wasikilizaji wangu wanayo shauku kubwa na hamu kubwa ya kusikiliza simulizi yako hii ambayo wewe upo tayari kutusimulia. Labda mimi sio mzungumzaji sana kwa siku hii ya leo, wewe ndio main character. Tunakukaribisha, karibu tuendelee. Asante sana, na bila kupoteza muda ndugu mwandishi wa habari, mimi kwa majina naitwa Ambali Famili Amani, ni mzaliwa wa mkoa wa Kigoma, wilaya ya Sengerema, kijiji cha Kisima, lakini ni mtoto wa tatu kwenye familia ya watoto 7 ambao tumezaliwa baba mmoja mama mmoja. Na kwa sasa naishi Kinondoni studio, na kazi yangu kwa sasa ni mratibu wa mafunzo ndani na nje ya taasisi ya Methadone Family Against Drug Abuse, kwa kifupi kama mwandishi alivyosema inajulikana kwa jina la Mefada. Mimi kama Ambali, maisha yangu kabla ya kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, cha kwanza elimu yangu mimi nimepata katika mkoa wa Dar es Salaam, kuanzia shule ya msingi mpaka kwenda sekondari, lakini kwa bahati mbaya sikuweza kuendelea na masomo ya sekondari kutokana na hali ngumu ya kiuchumi ya mzazi wangu kushindwa kuniendeleza ama kukidhi yale mahitaji ya shuleni ikiwa pamoja na ada. Lakini kazi yangu baada ya kumaliza kushindwa kuendelea na masomo ya sekondari, nikakaa nyumbani kwa muda kama wa mwaka mmoja, na hatimaye nilipata kusikia tangazo la jeshi la polisi kutangaza ajira kwa vijana, na ndipo nilipoandika maombi yangu na mama akanisapoti ili niweze kuajiriwa katika jeshi la polisi. Hivyo nilifanya hivyo na nikabahatika kuwa mmoja kati ya watu ambao walikwenda kwenye mafunzo chuo cha polisi Moshi CCP. Nilifanya mafunzo kuanzia mwezi wa 6 na nikahitimu Januari 1991 Januari, na nikapata posti ya kwanza kwenda katika kituo cha polisi Kilwa Road, ndio ilikuwa posti yangu ya kwanza. Na sababu hasa ilionifanya niingie kwenye matumizi ya dawa za kulevya, naweza nikasema kwamba mimi mwenyewe tamaa yangu ya kutaka kuiga vitu ambavyo mimi sikuweza kuvijua kwamba nini madhara yake na matokeo yake ya baadaye yatakuwa vipi. Nilikuwa na dada yangu mmoja ambaye kwa sasa ni marehemu na ameshatangulia mbele za haki, ambaye yeye alikuwa ni mtu ambaye anapenda starehe sana kupita maisha yake. Hivyo alipata safari, akaenda Ulaya huko,
Baada ya kurudi huko Ulaya tayari akawa ameshaanza kutumia dawa za kulevya akiwa huko Ulaya. Kwa hiyo hata maisha yake baada ya kurudi Tanzania yakawa ni tofauti na jinsi alivyokuwa akiishi mwanzo, kwa sababu tayari alishaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Kwa sababu dawa za kulevya huwa zinabadilisha tabia za watu ambao wanatumia hizo dawa. Kwa hiyo dada yangu baada ya kurudi hapa Tanzania akawa maisha ya nyumbani yeye hataki tena kukaa, anakaa kwenye mageto huko Kariakoo, anakaa na watu ambao wanatumia na kuendeleza zile starehe zake ambazo yeye alikuwa anazifanya. Hivyo baada ya muda mrefu kuto kuonekana nyumbani, mama yangu alinipa agizo kwamba nimtafute dada yangu nihakikishe kwamba nampata, kama yuko salama ama hayuko salama, lakini nihakikishe kwamba nimempata. Na wakati huo dada yangu maisha yake yalikuwa ni kwenye mageto kama nilivyozungumzia mwanzo. Mageto ni nyumba ama vyumba ambavyo vinatumika na wahalifu, hususan watumiaji wa dawa za kulevya. Kutokana na swala la utumiaji wa dawa za kulevya ni uvunjifu wa sheria, hivyo zinafanyika katika maeneo ya vificho, ikiwa pamoja na hayo mageto ambayo nimeyazungumzia. Kwa hiyo kwa bahati nzuri nilikuja kufuatilia na kupata taarifa kwamba dada yangu anaishi mtaa wa Lindi Gerezani, na nikafuatilia hiyo nyumba namba 26 mtaa wa Gerezani, mtaa wa Lindi, na kufanikiwa kumpata. Lakini mara ya kwanza ilikuwa ni ngumu kumpata kutokana na ile nyumba wanakaa wao wahalifu watumiaji wa dawa za kulevya, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kumpata. Na wakati huo tulikuwa tunaishi Mwananyamala Kisiwani, na kazi yangu, kituo changu kama nilivyosema kilikuwa ni polisi Kilwa Road. Kwa hiyo ninalazimika nitoke Kilwa Road nishuke pale gerezani nije mpaka polisi Msimbazi. Zamani kulikuwa kuna kituo cha Mwananyamala, tunapanda basi kurudi zangu nyumbani. Hivyo basi baada ya kupata taarifa yeye anapoishi hapo gerezani mtaa wa Lindi, nikawa nakwenda pale hali ya kuwa na uniform za polisi, na kama nilivyosema ni nyumba ambazo zinakaliwa na wahalifu ama watumiaji wa dawa za kulevya, ikawa ni ngumu mimi kufunguliwa mlango na kukaribishwa. Lakini dada yangu ndipo alipokuwa anaishi, na mtu ambaye alikuwa anaishi naye ni mtu mmoja ambaye alikuwa anafanya hizo biashara za dawa za kulevya, na kwa jina lake na nilifanya siwezi kulitaja. Lakini kwa siku moja nikabahatika kufunguliwa mlango na kuhojiwa sababu ya mimi ujio wangu katika nyumba ile. Mimi nikaeleza kwamba mimi ni mdogo wake na fulani, hivyo nimekuja hapa kwa ajili ya kumsalimia na kujua hali yake anaendeleaje, kwa sababu ni muda mrefu nyumbani hajaonekana. Wakasema okay sawa, hebu subiri. Wakaenda akamuuliza kule ndani, bwana wewe una ndugu yako hivi hivi? Akasema kweli nina ndugu yangu, ni kaka yangu, yeye kweli ni askari polisi, lakini hana shida, mkaribisheni. Ndio mara ya kwanza nakaribishwa kuingia kwenye hiyo nyumba, na nilipoingia kwenye hiyo nyumba, katika ua wa ile nyumba kulikuwa kuna vijana takriban 10 au 13 ambao wote walikuwa wanatumia hizo dawa za kulevya. Na huyo shemeji yangu ambaye alikuwa anaishi na dada yangu, yeye ndio alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana kuuza hizo dawa za kulevya. Hivyo mimi nikawa nakwenda pale mara kwa mara. Katika kwenda kwangu mara kwa mara, wale vijana kumbe shughuli zao zilikuwa ni wizi, wanafanya wizi wa kuvunja magari ya watu na kuiba redio za magari, kuiba matairi spare na vitu vingine ambavyo wanavikuta kwenye hizo gari pamoja na pesa. Sasa kila nikikaa pale wanakuja hao, wanaingia, wanahela, wanagawana, lakini ile hela wanagawana muda si mrefu wanaimaliza pale katika matumizi ya hizo dawa za kulevya. Mimi nikawa navutiwa na ile hali ambayo wao wanaweza kupata pesa mara kwa mara alafu wanaweza kuzitumia. Lakini mimi mawazo yangu kwamba nipate pesa niweze kufanya maendeleo katika maisha yangu. Na ndipo nilipoanza kutumia, kwa sababu siku moja nilipewa sigara. Hiyo sigara ilikuwa imeshachanganywa na hizo dawa za kulevya pasipo mimi kujua. Hivyo nikavuta ile sigara. Kwa siku ya kwanza kwa kweli nilijisikia vibaya, nilitapika sana, mwili ulichoka na nikapata usingizi mzito sana wa ghafla. Hivyo dada yangu akanitandikia mkeka pale uani, nikawa nimelala mpaka kufika saa 1 za usiku, giza limeshaingia, akaniamsha kwamba niende nyumbani Mwananyamala. Nilipoamka lakini hali yangu nikawa najisikia ni tofauti kuliko siku zote. Hivyo niliamka nikarudi nyumbani, hata hali ya mama ambayo niliona nayo akaona kwamba niko tofauti. Akaniuliza kwamba vipi Ambali, unaumwa? Nikamwambia hapana mama, mimi siumwi, niko sawa. Lakini yeye anaona kabisa kuna dalili za mimi kutokuwa sawa. Hivyo basi siku ya pili nikaomba tena ile sigara ambayo nilikuwa nimepewa jana. Nikavuta tena ile sigara. Baada ya kuvuta ile sigara nikakuta kwamba mimi hali yangu imerudi kwenye hali ya kawaida, jasho linanitoka, najisikia niko vizuri kabisa. Sasa kumbe tayari ile dawa haichukui muda mrefu kuzoea katika mwili wa mtumiaji. Ni muda mchache sana heroini inapoingia mwilini, basi inaweza ikaweza kuleta zile athari zake na kutengeneza utegemezi kwa haraka sana bila mimi kufahamu. Basi kila nikienda kwa dada imekuwa ni tabia. Napewa, navuta,
maisha yanaendelea, wale vijana wanaendelea na harakati zao. Kila nikienda sasa nikawa nimenogewa kuwa nakwenda mara kwa mara, na nikienda nikipewa basi najisikia tu vizuri. Nikaendelea na huku naendelea kufanya kazi yangu ya jeshi la polisi kama kawaida. Lakini baada ya muda mchache, tabia zangu kama nilivyowahi kusema mwanzo kwamba dawa za kulevya zinabadilisha tabia za watu. Tabia zangu zikaanza kubadilika, ufanisi wangu kazini ukaanza kupungua na kupelekea sasa kuonekana kwamba nimeshabadilika kuwa katika hali ya kutokuwa ufanisi wa kazi. Nikahamishwa kituo kutoka Kilwa Road, nikahamishwa kituo cha Oysterbay, lakini nikawa nafanyia kazi kituo kidogo cha Kawe. Nimefanya kazi kwenye kituo cha Kawe kwa muda, na wakati huo sasa wale vijana mimi nilikuwa bado nakwenda pale kwa dada na kushirikiana nao, na wakati mwingine nilikuwa nalazimika kwenda nao ulizini na nikiwa kama mlinzi wao, kuangalia wao wanasema kwamba watching, yani mtu ambaye anaangalia usalama wa wale wahalifu ili wasiweze kuvamiwa na kukamatwa. Lakini pale inapokuwa imetokea wao wamekamatwa kwenye tukio, basi mimi haraka sana najitokeza kama askari nikiwa na shati la kawaida juu na chini nikiwa na combat ya polisi pamoja na buti na mkanda wa bendera ya taifa. Kwa hiyo ninapoonyesha raia kwamba mimi ni askari polisi na kitambulisho na uniform pale nimevaa, raia wanakuwa wanatulia na mimi naondoka na wale wahalifu. Lakini kumbe letu lilikuwa ni moja, lengo langu na mimi nipate pesa na mimi ninunue dawa za kulevya, sio nifanyie maendeleo mengine, kwa sababu tayari nishakuwa na utegemezi wa dawa za kulevya, na dawa za kulevya zinahitaji uwe na pesa ili uweze kutumia. Kwa sababu wao mara ya kwanza walikuwa wananipa bure na buta, lakini kumbe walikuwa wananiingiza kwenye mtego ambao baadaye mimi nitaanza kulazimika kununua mwenyewe, sio kupewa tena. Basi ikawa hivyo, tunashirikiana na wale vijana, tunafanya uhalifu, tunapata pesa, tunanunua dawa za kulevya, tunavuta na vitu kama hivyo. Ile hali ikaendelea, na kituo cha polisi Msimbazi wakaja wakapata taarifa kwamba kuna askari, lakini huyu sio askari, huyu anavaa tu nguo za askari, lakini inavyosemekana alishafukuzwa kazi muda mrefu, hivyo anaendelea kushirikiana na wahalifu kujifanya kama yeye ni askari, lakini yeye sio askari. Basi kikaundwa kikosi maalumu na mkuu wa kituo cha Msimbazi, nikaanza kufuatiliwa taratibu mimi pasipo kujijua. Kutoka kwenye shughuli zangu kwenda mjini, shirikiana na vijana wangu, tunapata pesa, tunaenda tunanunua dawa za kulevya. Siku za mwezi huwa zinakuwa ni 40, huwa ziwage 50 siku zote. Siku ya 40 yangu ilipofika, wale maaskari wakawa wananisubiri kwenye nyumba ambayo inauza dawa za kulevya mtaa wa Sikukuu. Natoka kununua dawa za kulevya, nilikuwa nimenunua kete 3. Nimetoka nazo nimezishika mkononi, ninaelekea sehemu ambayo nitakwenda kutumia zile dawa za kulevya. Nafika kwenye kona, kuna kona moja pale wanapaita Saigon. Huwa kuna wazee wao wanakaa pale. Najikuta nyuma nimezingirwa, mbele nimezingirwa, kulia nimezingirwa, kushoto nimezingirwa. Wakawa wananikamata kwa nguvu ili wanipeleke kituoni. Lakini sasa mimi nina zile keti za dawa za kulevya mkononi, nikaona hapa ili niweze kuhakikisha kwamba napoteza hichi kidhibiti, nikaamua kuzimeza zile dawa za kulevya, na nilipoona kwamba nimepoteza kidhibiti na nipo nikubali kukamatwa na kupelekwa kituoni. Nikapelekwa kwa mkuu wa upelelezi wa kituo cha Msimbazi ambaye taarifa zangu anazo, na yeye ndio aliunda kikosi kazi kwa ajili ya kunifuatilia. Akanioji. Baada ya kunioji mimi nikamjibu kwamba mimi ni askari na niko kazini na kituo changu ni Oysterbay, lakini nafanya kazi kituo cha Kawe. Ikabidi OCCID wa Msimbazi akawafanya mawasiliano na kituo cha Oysterbay, wakasema kweli huyo ni askari tunaye na anaendelea kufanya kazi. Isipokuwa nilipewa onyo na OCCID Msimbazi kwamba bwana, sisi tuna taarifa zako kwamba unafanya matukio haya, unashirikiana na wahalifu, lakini isitoshe unatumia dawa za kulevya. Kwa hiyo sisi tunachokwambia kwamba hatutaki kuona unazunguka kwenye maeneo ya Kariakoo, kwa sababu sio maeneo yako. Maeneo yako ni wilaya Kinondoni kwa maana ya Oysterbay na Kawe. Lakini huko tutaki kuona kutokana na tabia zako ambazo zimeenea katika jamii ya watu wa Kariakoo. Nikakubaliana nao, lakini kutokana na hali ya kuwa na utegemezi wa dawa za kulevya, nikaona hapana, nikawa nakwenda Kariakoo kwa kujificha na kwenda nanunua dawa zangu na kwenda natumia, maisha yanaendelea na huku nikiendelea kuwa nafanya kazi yangu. Kuna kijana mmoja kwa jina pia na Mhifadhi, yeye alikuwa sio mhalifu mdogo kusema kwamba yeye anaenda kuvunja magari ya watu ama anaiba redio za gari ama sio, na hapana. Yeye alikuwa ni mhalifu mkubwa niseme, kwa sababu yeye wizi wake ulikuwa ni wa magari, lakini pia ni mtu ambaye anatumia silaha na vitu kama hivyo. Sasa akavutiwa sana na tabia zangu za kuwa mhalifu na utumiaji wa dawa za kulevya, na akatumia huo mwanya hadi madhaifu yangu ya utumiaji wa dawa za kulevya, kwa sababu lazima nihitaji pesa na yeye pesa anayo. Akanishawishi ili niweze kushirikiana nao katika kusupport baadhi ya vitu kutoka jeshi la polisi ili wao waweze kufanikisha matukio yao, na kweli ndivyo nilivyofanya.
Nikawa na wazima uniform zangu za polisi, pea 2, pea 3, wanaenda wanafanya uhalifu, wakirudi kufanya shughuli zao, wananipa mimi mgao wangu, maisha